nilipoanza kazi nimeanza 2016. Najivunia mafanikio mengi. Kwanza sio tegemezi. Lakini pili, nina familia ya watoto 6, ninakula, ninalipa kodi, ninaishi kama kawaida kama wanavyoishi watu wengine. Kwanza ni fikra potofu kudharau kazi hii. Ni fikra potofu kwa sababu kuna kazi nyingi sana ambazo unaweza kuzifanya na usione matunda yake. Mimi hapa matunda yake nafahamu, na ni kweli kama navyouliza, watu wengi wamekuwa kidharau kazi hii, lakini wanadharau kwa kitu wasichokifahamu. Kwa mtu yoyote mwenye akili timamu, huwezi kukaa kwenye kazi ambayo haikuingizi kipato. Lakini kitu kingine, mimi ili ujue kama kazi hii naifurahia, kwa muda niliofanya kazi hapa na kwa maarufu naokwisha upata hapa, ninafanya kazi zangu kwa utulivu na ninaheshimika kwa watu na ninajidhamini. Ninaweza kwenda kwa mtu nikamwambia naomba shilingi 20,000, 50 na akanipa akijua nina kazi. Tofauti na yule mtu ambaye anayekuwa anapita bila kituo chochote chake cha kazi. Hajulikani kwenye kazi ipi wala kazi ipi. Na ninahitaji niwaambie watu, hususan vijana, hata mimi hapo nyuma nilikuwa na dharau kazi kwamba hii kazi nikifanya kazi ya viatu na nini mpaka hivi wapo watu wanaowaza kama nilivyokuwa nawaza mimi nyuma, lakini kwa sasa ninajua matunda yake. Kama ndugu mwandishi unaweza kulisha familia watoto 6 bila kwenda kuishi kwenye mikopo ya kausha damu, bado unafanya kitu ambacho ni kizuri sana. Unapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile unachokipata. Naam. Nijitia kwenye kazi hii, kwanza mtaji wake ni mdogo. Mtaji wake ni mdogo na maslahi yake ni makubwa. Una uwezo kaingiza shilingi 10,000 mathalani kwa siku. Unakosa nini? 10,000 itakutatulia, utapata mafuta, utapata nini, utapata daftari la mtoto, kwa namna moja au nyingine, na bado utaishi na watu vizuri. Kwanza ni kazi ambayo inayokupa kuishi na watu vizuri, kukutambulisha kwa watu. Muda wa miaka 9 niliokaa hapa. Mimi ni mkazi wa mkoa wa Kigoma, lakini nimetoka Kigoma nimekuja hapa Mpanda, nimeanzia kazi hapa na mpaka sasa niko hapa. Lakini muda wa miaka 9 nafahamiana na watu wengi sana. Zaidi ya hicho, tayari cha kwanza ilikuwa ni kutafuta kuwa na watu, na leo nipo na watu vizuri. Naamini panapo majaliwa insha Allah nitafanikiwa kupitia kazi yangu hii.